Ndugu waandishi wa habari, majina yangu naitwa Melabu Titus Kiwele, mwenyekiti wa umoja wa bajaji Iringa. Kwanza niwasalimie kwa salamu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Niwashukuru waandishi wa habari kwa kuja katika ofisi yetu. Sisi kama viongozi wa bajaji Iringa, niko na katibu, niko na wenyeviti wa vituo, lakini niko na mwenyekiti wa bodaboda ambaye baadaye atakuja kuongea. Tumewiwa leo tufikishe ujumbe kwa jamii tunayoiongoza kwenye mkoa wetu wa Iringa, hasa kwa madereva wetu wa bajaji. Ikumbuke kwamba mwezi uliopita tarehe 29 tulikuwa na uchaguzi mkuu katika nchi yetu ya Tanzania. Waandishi wa habari, nyinyi wenyewe kwa macho yenu mmeshuhudia, pamoja na vijana wangu wote Iringa, yaliyotokea katika uchaguzi. Sisi viongozi wa bajaji Iringa tunalaani vikali, narudia tena, tunalaani vikali machafuko yaliyojitokeza siku ya uchaguzi wa tarehe 29. Na sisi tunaamini wapo baadhi ya watu ambao hawaitakii mema nchi yetu, walifanya hayo kwa mgongo wa kusingizia maandamano. Sasa sisi kama viongozi wa bajaji tumepata madhara. Wapo vijana wetu waliopata madhara katika maandamano hayo. Wapo Watanzania waliopata madhara katika maandamano hayo, na wengine wamepoteza wapendwa wao. Niseme tu naungana na Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kutoa pole kwa ndugu jamaa na marafiki wote, hasa kwenye kundi langu la umoja wa bajaji, kwa baadhi ya vijana wetu waliopoteza maisha. Na Mwenyezi Mungu azilaze roho zao mahala pema peponi. Lakini umoja wa bajaji unaungana na Watanzania wengine. Sisi kama umoja wa bajaji Iringa tunao ndugu zetu ambao nao wana umoja kama wetu hapa mkoani Iringa, wanatokea mikoa mbalimbali. Nao wamepoteza wapendwa wao, na wengine wamepata madhara. Basi kulingana na sisi viongozi wa umoja wa bajaji, tunaungana pia na viongozi wenzetu, kwa sababu sisi tuna umoja wa kitaifa kutoka kwenye mikoa mbalimbali, mikoa ya jirani kama Arusha, Mbeya, Morogoro pamoja na Dar es Salaam. Tuwape pole pia viongozi wenzetu ambao baadhi ya vijana wamepoteza maisha katika mikoa yao. Na tuseme Mwenyezi Mungu aendelee kuwa faraja kwa familia ambazo zimepoteza wapendwa wao katika mikoa hiyo kwenye machafuko yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Lakini pia umoja wa bajaji Iringa tunawasihi madereva wote kutojihusisha na matukio yote ya kiharifu au chombo chake anachoendesha ambacho ni bajaji kuhusika kwenye tukio lolote la kiharifu. Tunapiga marufuku na kumkatalia awe mmiliki wa bajaji, awe dereva yoyote atakayehitaji chombo chake ili akatumie kwenye matukio yake ya uhalifu, asikubali. Na tumuombe dereva bajaji yoyote, tumuombe mmiliki yoyote atoe taarifa kwa jeshi la polisi kwenye kituo chochote husika ambacho kiko karibu na sehemu ambayo tukio linapangwa kufanyika, au atoe taarifa kwa viongozi wa bajaji Iringa ili tushirikiane pamoja tuendelee kulinda amani tulionayo. Lakini ndugu zangu waandishi wa habari, niwahakikishie madereva wa umoja wa bajaji Iringa wote kwamba mji wetu uko shwari, mkoa wa Iringa waendelee kufanya kazi kwa amani. Sisi viongozi wao tunafanya kazi na viongozi wa serikali. Kwa hiyo sisi ndio twasila yao. Wasidanganywe na mtu yoyote kwamba amani haipo. Amani ipo. Waendelee kufanya kazi, wasilibuniwe. Na kama ikitokea mtu yoyote kwenye kundi lao, iwe kituo cha Kiesa, iwe kituo cha Ipogoro, iwe kituo cha Mashine Tatu, kiwe kituo cha barabara mbili, akatokea mtu yoyote au dereva yoyote anawashawishi madereva kwenye vituo hivyo waache kuharibu amani walionayo, basi tuwasiliane na sisi viongozi mara moja ili mtu huyo tumwajibishe katika vyombo vya dola. Hatutakubali kuungana na mtu yoyote atakayetutumia au kutushawishi sisi tuharibu amani tulionayo. Mkoa wa Iringa ni mkoa wa kihistoria. Mkoa wa Iringa ni mkoa wa watu ambao wamejaliwa utu wa kufanya kazi. Kwa hiyo tuendelee kuwaomba waendelee kufanya kazi kwa bidii bila kujihusisha na matukio yoyote ambayo ni ya kihalifu.
Lakini ndugu waandishi wa habari, kwa dereva yoyote anayeendesha bajaji mkoa wa Iringa atakayejihusisha na kitendo cha kihalifu na akakamatwa na vyombo vya dola na vyombo vya dola vikathibitisha kama yeye amehusika aidha kwa kupanga au kusambaza ujumbe unaohatarisha amani, basi sheria itakuwa dhidi yake, na huyo mtu atakuwa amepoteza sifa za kuwa kwenye umoja wetu wa bajaji. Sisi kama viongozi hatutamruhusu tena aendelee kuwa miongoni mwa sisi kama umoja wa bajaji kufanya kazi na sisi. Kundi letu ni kundi ambalo linasafirisha watu wa Iringa ambao wanaenda kufanya kazi zao kwa amani. Kwa hiyo ni wasii sana madereva kujiepusha na vitendo vya kihalifu, kwa sababu ukibainika utakuwa umejiondoa kwenye sifa ya kuwa mwana umoja wa umoja wa bajaji Iringa. Ndugu zangu waandishi wa habari, ninayo mengi ya kusema na naendelea kusema. Lakini kwa hayo yote niendelee kuwakumbusha kwamba amani ndio msingi wa maisha. Amani ndio kila kitu katika jamii yetu tunayoishi. Ni wasii madereva bajaji, mmekuwa mkipiga simu sana kwangu na kwa viongozi wengine wa bajaji Iringa na kutuuliza kwamba mwenyekiti, tuko ndani, tunatoka nje lini kufanya kazi? Lakini na sisi tulikuwa tunasikiliza maelekezo ya serikali. Kwa siku 4 tumesumbuliwa sana. Sasa tuwaombe muendelee kutuza amani hii na tusikubali tena kuwa lockdown eti kwa sababu tu ya watu wasioitakia mema nchi yetu wanataka kutuharibia amani tulionayo. Sisi wa Tanzania, desturi yetu tumezoea kuona amani katika nchi hii. Kwa hiyo hatuwezi kuwa karibu na mtu ambaye anataka tuitweze hii amani ili tuwe na maisha ya kukimbia kama digidigi. Haiwezekani. Watanzania tumerisishwa amani. Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliikomboa hii Tanzania kwa gharama sana. Sisi tuliobaki tumsaidie huko aliko, ajue wa Tanzania wanaendelea kuungana pamoja na wanatuza amani walionayo. Ndugu waandishi wa habari, naomba niwakumbushe madereva bajaji. Siasa sasa zimeisha. Uchaguzi tumefanya tarehe 29. Singependa kuona dereva bajaji yoyote kwa sasa anajihusisha na chama chochote au siasa mara popote kuendelea kuharibu amani tulionayo. Najua inawezekana wapo wanasiasa ambao wanakuwa bado wanawaza baadhi ya mambo ili kututumia. Sasa mimi kama mwenyekiti wa umoja wa bajaji Iringa pamoja na viongozi wangu wote, msimamo wetu ni kwamba sitopenda kuona dereva bajaji yoyote Iringa anatumika na mwanasiasa wa aina yoyote kwa sasa. Siasa zimeisha, viongozi wa nchi tumewapata. Sasa tuungane pamoja kuijenga nchi kwa kufanya kazi kwa bidii. Kila mmoja aenda kafanye kazi kwa bidii, ahakikisha napata kipato cha kuendelea kuendesha maisha ya familia. Huu sio muda wa siasa, ni muda wa kufanya kazi sasa hivi. Ndugu waandishi wa habari, pamoja na hayo yote, umoja wa bajaji Iringa tunampongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Moja, kwa kupata ushindi na kuchaguliwa tena kwa awamu nyingine kuwa rais na muhimili mkuu wa kuiongoza nchi yetu. Lakini 2, tunampongeza kwa kututeulia Mheshimiwa Waziri Mkuu wa nchi yetu. Tunaamini sasa nchi inaendelea na kazi na itakuwa na utulivu, na wao watakuwa ndio wafariji kuu wa kwetu sisi wa Tanzania, hasa kwa vijana hawa ambao wamejiajiri kupitia umoja wa bajaji. Unajua Tanzania lazima waelewe kwamba sisi umoja wa bajaji Iringa pamoja na mikoa mingine Tanzania, hizi umoja wa bajaji, umoja wa bodaboda, yupo mwenyekiti wa bodaboda hapo, tumeajiri vijana wengi sana. Sasa tuwaombe viongozi wetu wa Tanzania waliochaguliwa, waliowaaminiwa na wananchi, watambue kwamba tunaendelea kuchapa kazi kwa bidii, na sisi tutaendelea kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu pamoja na viongozi wake wote kwa kuchapa kazi kwa bidii sana. Lakini wengi wenu, hata nyinyi waandishi wa habari, nafikiri jana mlifuatilia hotuba ya Mheshimiwa Rais. Akiwa pale bungeni jijini Dodoma, Mheshimiwa Rais aliongea na Watanzania. Mimi ni mwananchi mmoja wapo ambaye nilikuwepo kwenye kufuatilia hotuba ya Mheshimiwa Rais anasema nini. Jambo la kwanza, nimshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika hotuba yake zima ameonyesha nia ya dhati kuwalenga sana vijana. Na nyinyi wengine mtaungana pamoja na mimi.
pamoja na machafuko yaliyotokea tarehe 29, pamoja na vurugu zote, lakini bado mama anawapenda vijana wa nchi hii. Mambo mengi amewalenga vijana, mpaka amefika mbali kwamba tutaanzisha wizara ya vijana inayoshughulika na mambo ya vijana. Lakini Mheshimiwa Rais akasema katika ile fungu la mikopo ya 10% ataongeza fedha, ambazo hizo fedha vijana waendelee kunufaika. Mimi nilifaidika sana, na nikasema kweli huyu ni mama wa taifa, kweli huyu ni mama mfariji. Kwetu sisi vijana tunatakiwa kujivunia kuwa na rais anayeweza akakaa nje na akawafikiria vijana wake kwenye nchi yake. Tunampongeza sana Mheshimiwa Rais. Na niseme mimi ni kiongozi ambaye nitakuwa wa kwanza kuhakikisha vijana wangu wa bajaji wanaenda kunufaika na ile mikopo kwenye halmashauri. Iwe ya halmashauri ya wilaya Iringa mjini, iwe halmashauri ya Mfindi, iwe halmashauri ya Iringa DC, iwe halmashauri ya Kilolo, kote huko nitahamasisha vijana wangu wanaotoa huduma ya usafiri waende wakafate vigezo na masharti kwenye halmashauri ili wanufaike na hizi fedha. Ndugu waandishi wa habari, mmekuwa mkinifuatilia mara nyingi, mmeshuhudia nikiwa nagawa bajaji za mikopo katika ofisi hii. Huko tunakokopa kwenye mabenki, tunakoshirikiana na taasisi za kifedha, tumekuwa tukipata mikopo kwa bei nafuu. Lakini ukitaka kuangalia ile mikopo ya halmashauri haina riba. Kwa hiyo nitahangaika ili nihakikishe vijana wangu kadhaa wanachukua ile mikopo na wanarejesha kwa uaminifu. Haya yote Mheshimiwa Rais ametupa nguvu jana wakati anahutubia pale jijini Dodoma bungeni. Nimpongeze sana Mheshimiwa Rais. Naseme sisi vijana wa mkoa wa Iringa, hasa kundi la bajaji, tumefurahi na hotuba yake na tumeamini ametufariji sisi vijana. Ndugu waandishi wa habari, hakika niseme nalipongeza jeshi la polisi mkoa wa Iringa kupitia kitengo cha usalama barabarani. Sisi sasa ni viongozi ambao tumefanya nao kazi ndani ya miaka 5. Tunawapongeza jeshi la polisi kwa kuendelea kutupa ushirikiano. Sisi kama viongozi kuwapa ushirikiano vijana wetu wa bajaji, na tuseme Mwenyezi Mungu awabariki. Na sisi viongozi wa bajaji Iringa, leo hii mbele yenu waandishi wa habari, tunaahidi kuwaunga mkono jeshi la polisi mkoa wa Iringa, kitengo cha usalama barabarani, kuendelea kufanya nao kazi kwa bidii. Manake hawa watu wamekuwa wakitupa elimu, wamekuwa wakihakikisha wanawasiliana na viongozi ili kuhakikisha kila dereva bajaji anayehudumia watu hapa Iringa anakuwa salama. Lakini hapo sisi viongozi wa bajaji tunawaahidi wana umoja wa bajaji, tutakuwa kipaumbele kuandaa madarasa tukishirikiana na jeshi la polisi kitengo cha trafiki, kuhakikisha wanapata elimu ya usalama barabarani, wanapata ujuzi ili hawa watu wakakate leseni, waendelee kutafuta kipato chao ili waendeshe maisha ya familia yao. Kwa hiyo mimi mwenyekiti wenu wa bajaji Iringa pamoja na viongozi wenzangu wote tutahakikisha tunaendelea kuandaa madarasa haya, na hayo madarasa tutashirikiana na viongozi wa polisi ili kila mwana umoja wetu ahakikishe anatii sheria bila shuruti. Ndugu waandishi wa habari, naomba niwashukuru viongozi wa serikali. Niwashukuru viongozi wa serikali ya wilaya hii, lakini niwashukuru viongozi wa serikali wa mkoa huu. Tuseme kwa upande wetu sisi kama umoja wa bajaji ni watu ambao wamekuwa wakitupa ushirikiano. Nikimzungumzia Mheshimiwa mkuu wa wilaya, Mheshimiwa Samuel Sita, nikimzungumzia Mheshimiwa mkuu wa mkoa Heri James. Sisi ni watu ambao wamekuwa wakitupa ushirikiano, na kama tuna tatizo nalo wote wamekuwa wepesi wa kutufungulia milango ili kulitatua. Kwa hiyo tunawapongeza sana kwa kuendelea kutupa ushirikiano, na sisi viongozi wa umoja wa bajaji tuahidi kwamba tutaendelea kuwapa ushirikiano pale watakapotuhitaji kwa ajili ya kushirikiana ili kuliendesha ili kundi linalotoa huduma ya usafiri katika mkoa wetu wa Iringa. Hivyo basi niwaombe viongozi wa bajaji wote katika mkoa wetu, wilaya ya Kilolo yupo mwenyekiti na viongozi wezie, wahakikishe wanakuwa msingi mzuri wa kuendesha watu, wa kuwahudumia watu kama walivyoaminiwa kwenye chaguzi zao. Lakini wapo viongozi wa bajaji Mafinga, wilaya ya Mfindi, nao waendelee kuwahudumia watu kama walivyoaminiwa. Nao viongozi wakiwa wana jambo lolote ambalo wanaona halijakaa sawa, sisi viongozi wa mkoa tupo, wawe wepesi wa kupiga simu ili tuwasiliane kuendelea kuwahudumia hawa wananchi ambao wametuamini sisi tuwaongoze
katika huduma ya usafiri. Lakini niwaombe viongozi wangu wa bajaji hapa wilaya Iringa mjini, hasa hawa wa vituo, waendelee kuhakikisha vijana wengi wanatoa huduma safi. Wahakikisha hakuna mwananchi yoyote analalamika hapa Iringa kwenye huduma yetu ya umoja wa bajaji, tuwasafirishe waende majumbani kwao. Lakini pia ikumbukwe kwamba mkoa wa Iringa ni mkoa ambao tumejaliwa kuwa na vyuo vingi. Hilo tumshukuru Mungu. Maana yake tunapata wageni wengi na mzunguko wa biashara unakuwa upo. Sasa vyuo vinaenda kufunguliwa. Vyuo vinakwenda kufunguliwa. Ni wasii madereva bajaji wa umoja wa bajaji Iringa wote pamoja na viongozi wao wahakikishe hawa wageni wetu wana vyuo wanaokuja pamoja na wenyeji wanapata usafiri bora na kila mmoja anahudumiwa kwa uhuru, na akiwa hapa ajisikie kama yuko nyumbani kwao kwenye mkoa aliotoka. Asitokee dereva bajaji yoyote atakayepanga vitu vya kiarifu ili kumhujumu mwanachuo atakaye sogea hapa. Juzi tumeshuhudia ziara ya mheshimiwa mkuu wa mkoa kwenda kukagua mazingira hayo watakayofikia hao wanavyuo wapya. Nasi umoja wa bajaji, kwa sababu ni watu tulioaminiwa kutoa huduma kwa 90% hapa mkoa wa Iringa, ni tuhakikishe wanavyuo hawa wanapokelewa kwa usafiri wetu na wajivunie kwamba tumepokelewa na usafiri wa bajaji, na kila mmoja wetu awe mlizi wa mtu mwingine. Maana yake wapo baadhi ya madereva ambao sio waaminifu, wamekuwa wakiwapandishia nauli hao wanavyuo wanavyofika kwenye mkoa wetu. Wengine wamekuwa wakiwarubuni na kuwapeleka sehemu ambazo hawajahitaji kwenda kwa sababu ni wageni. Sasa sisi tutashirikiana na jeshi la polisi kuwabaini watu wa namna hiyo. Vitendo kama hivi vya kiarifu kwenye umoja wetu havina budi kuwepo. Ndugu waandishi wa habari, nimesema mengi sana. Ujumbe wetu tumeamua tutumie waandishi wa habari ili kuwafikishia wananchi. Niwaombe kila mmoja wetu afikishe ujumbe kwa wananchi. Lakini pia tuwaombe watumiaji wetu wa usafiri wa umoja wa bajaji Iringa. Hizi bajaji mnavyoziona, kuna usajili wa aina mbili. Upo usajili wa plate number. Lakini sisi kama chama cha umoja wa bajaji Iringa tumeweka namba yetu ya mwanachama pale kwenye ubavu. Kwa hiyo mwananchi yote anayetumia huo usafiri, hakikisha unasoma ile namba ya mwanachama. Kama ni Kihesa utaona imeandikwa 02 Kihesa. Soma hiyo namba ili ukisahau mzigo au umefanyiwa tukio lolote la kiarifu, ni rahisi kuniambia mimi kama mwenyekiti na viongozi wengine. Nilipanda bajaji 0 namba 1 imeandikwa Kihesa. Hiyo bajaji nimesahau mzigo au imenitolea lugha chafu au imenitolea kitu cha kiarifu. Sisi ukituambia ni 01 Kihesa, ukija hapa wala hatuhangaiki, tunamjua ni nani, kuanzia dereva mmiliki wa hiyo bajaji. Kwa hiyo ni waombe wananchi wote wakati wanatumia usafiri wetu wahakikishe wanasoma zile namba za ubavuni. Swali lako la kwanza, kwa nini tumelaani leo? Tumelaani leo kwa sababu nchi yetu ilikuwa kwenye machafuko. Na kama nchi iko kwenye machafuko, maana kipo kitengo ambacho kinaingia kwenye kuhakikisha nchi inatulia kama jeshi la polisi. Sisi umoja wa bajaji sio jeshi la polisi. Hata ingetokea mwenyekiti wa bajaji Iringa amekamatwa, anahisiwa na vyombo vya usalama alihusika kwenye hayo matukio, basi wana umoja au viongozi walioko nje wanatakiwa wasubiri utaratibu wa vyombo ku access huyu mtu anahusika au hahusiki. Kwa na sisi baada ya kujiridhisha kwamba wapo baadhi ya madereva ambao walikamatwa na jeshi la polisi na kuhisiwa kwamba wamehusika kwenye hayo machafuko, tuliacha vyombo hivyo vifanye upelelezi. Lakini hatukuchoka kwenda jeshi la polisi kujifunza. Na hiki ninachokisema au madereva baadhi wametoka wanajua. Sisi kama viongozi tulienda kujifunza ulikamatwa maeneo gani na kwa nini ulikamatwa. Kwa leo tunayasema haya kwa sababu tumejiridhisha. Na hotuba tu jana ya Mheshimiwa Rais, nafikiri kama ulinifuatilia, alisema kwamba wapo baadhi ya vijana ambao waliiga tu mkumbo. Wapo baadhi ya vijana ambao hawakujua wanafanya nini. Na akaagiza mamlaka husika ichunguze kwa kina na kupembua wale ambao makosa yao yalikuwa ni ya kufuata mkumbo, basi waachiwe. Na sisi tunayo furaha kwamba baadhi ya madereva wetu ambao wameshikiliwa wataachiwa. Na sisi kama viongozi hatutakoma kuanzia Jumatatu kwenda kufuatilia tuone
wao wangapi wanaachiwa na wangapi hawawezi kuachiwa. Lakini swali lako ndugu mwandishi wa habari, vijana wa umoja wa bajaji walikamatwa vijana zaidi ni kama 16 hivi. Lakini mpaka sasa walioshushwa magereza ni vijana 4. Lakini katika umoja wetu wa bajaji Iringa tulipotelewa na kijana wetu mmoja, dereva bajaji aliyepoteza maisha. Lakini vijana waliopigwa risasi, waliojeruhiwa walikuwa ni 2. Kwa hiyo jumla yao tuliwaunganisha tu kwenye matukio wako 17. Yupo aliyepoteza maisha, wapo waliojeruhiwa kwa risasi na wapo walioshushwa katika vyombo vya sheria kwenye magereza.